Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Damu Hussein. Rais wa zamani wa Marekani Joe Biden anasema rais wa sasa bwana Donald Trump anaiaibisha Marekani katika ulimwengu. Rais huyo wa zamani wa Marekani bwana Biden amemshutumu kiongozi wa sasa wa Marekani Donald Trump kwa kuiaibisha nchi. Anasema, nataka tu mjue kwamba tunafanyia kazi. Mheshimiwa Rais, hatufanyi kazi kwa ajili yako. Tunafanya kazi kwa ajili yetu, si tu mabilionea na mamilionea. Ninamaanisha kwa dhati, nina hasira. Hii ni demokrasia na ukweli wa mambo ni kwamba hakuna wafalme katika demokrasia, hakuna. Lakini unatenda kwa njia ambayo inatutia aibu katika chama cha kidemokrasia, alisema rais huyo wa zamani wa Marekani. Rais huyo wa zamani bwana Joe Biden ameeleza wazi akisema kwamba rais huyo wa sasa wa Marekani anawachukiza wa Marekani kutokana na tabia zake za kutaka kuwa mfalme wa Marekani. Rais huyo wa Marekani anaonekana katika kipindi hiki cha mwaka mmoja tangu aingie madarakani kufanya mambo ambayo yamewakasirisha wa Marekani, na baadhi ya mambo kutenguliwa na mahakama. Miongoni mwa yale aliyofanya ni kuwafukuza kazi wa Marekani wengi katika ofisi za umma, lakini pia ni juu ya baadhi ya miradi iliyoachwa na Biden na hata ile iliyoachwa na Obama. Lakini kutokana na hayo, hali ya kiuchumi nchini Marekani inazidi kuyumba kila kukicha, huku Joe Biden akisema kwamba rais wa sasa wa Marekani anaifanya Marekani kuwa Marekani inayochukiwa na ulimwengu mzima. Mnamo Mei, ofisi ya Biden ilitangaza kwamba rais huyo wa zamani alikuwa amepatikana na aina kali ya saratani ya kibofu, na mnamo Septemba alifanyiwa upasuaji wa kuondolewa uvimbe mbaya kwenye ngozi yake, na mnamo Oktoba habari kutoka shirika la habari la CBS ziliripoti kwamba Biden alikuwa amemaliza matibabu ya mionzi kwa saratani ya kibofu. Hata hivyo, kiongozi huyo wa Marekani wa zamani alilinganisha ubomoaji wa hivi majuzi wa mrengo wa mashariki wa ikulu ya White House na mtazamo wa Trump kwa nchi nzima, akisema, je, kuna yeyote aliyeona alichokifanya Donald Trump katika ikulu ya White House ni ishara tosha ya urais wake ya kutaka kuwa mfalme? Biden alisema kwa maoni yake, Trump anafanya hivyo hivyo na kuisinya katiba, utawala wa sheria na demokrasia. Biden alihudumu kama rais kutoka mwaka 2021 hadi mwaka 2025. Hapo awali alikuwa amepanga kugombea tena, lakini akajiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho baada ya utendaji mbaya katika mjadala wa Trump, huku Kamala Harris alikuwa makamu wa rais alichukua nafasi yake katika kinyang'anyiro hicho cha urais, lakini akashindwa vibaya na Donald Trump katika uchaguzi wa Novemba mwaka 2024. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.